Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Chama cha Walimu Tanzania wilaya hii ya Bagamoyo kwa uamuzi wao mkubwa wa kufanya mkutano wao wa uchaguzi leo, na hii ni kwa mujibu wa sheria yao na kanuni yao waliojiwekea kwenye katiba yao ya chama. Ninawapongeza kwa sababu sio vyama vyote vilivyoundwa kwa utaratibu ambao vinafanya shughuli zake kwa mujibu wa sheria. Nawapongeza sana Chama cha Walimu kwa kutimiza takwa la kisheria la kufanya uchaguzi hivi leo. Lakini washukuru kwa kunialika na nimepata nafasi ya kuzungumza mambo kadhaa. Moja wapo ni kuwaomba kwamba haya yote tunayafanya kwa sababu Tanzania ina amani na utulivu na mshikamano. Kwa hiyo ni jukumu la kila mwalimu pale alipo kuhakikisha kwamba amani hii tulioijenga kwa miaka mingi inalindwa, tunakuwa na mshikamano wa hali ya juu na upendo miongoni mwa Watanzania, kwa sababu hivyo ndio ambavyo vinatufanya tufike hata kwenye kufanya mikutano hii ya kikanuni na kikatiba. Ni lazima kila mmoja aone kwamba ana wajibu wa kulinda amani ya Tanzania. Lakini jingine, nimewaomba walimu wetu wa wilaya ya Bagamoyo kwamba sasa wote tushiriki katika usimamizi wa miradi. Kuna kushiriki kwa moja kwenye baadhi ya maeneo ya shule, walimu wetu ndio wanakuwa wasimamizi, lakini hata miradi mingine ambayo pengine haihusiani na elimu, walimu wako kule vijijini, wako maeneo yote ya wilaya, watusaidie kuiangalia miradi tunayotekeleza katika maeneo hayo kama kweli inatekeleza kwa ubora unaostahili. Mwalimu anapoona kwamba kuna mradi ana mashaka nao, atoe taarifa ili sasa na sisi tuweze kuchukua hatua kwa haraka zaidi. Lazima wajihusishe na matumizi ya fedha za serikali ambazo zinapelekwa, Mheshimiwa Rais anapeleka katika maeneo yetu, na wao walioko kule wana wajibu pia wa kusimamia miradi ile, kwa sababu wao ni wasomi wazuri walimu wetu, ni wataalamu wazuri walimu wetu, wana uwezo wa kufahamu na kujua kabisa kwamba mradi huu kwa namna unavyokwenda hauendi vizuri, wakatusaidia pia kutoa taarifa. Vijiji ni vingi, maeneo ni makubwa, haiwezekani kila dakika injinia awepo pale, japo tunawataka wawepo maeneo hayo wakati wote, lakini walimu wetu walioko kule wanaweza kutusaidia pia kujua mienendo ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo iko kwenye maeneo yao. Lakini nimewaomba pia wawe ni wajumbe wa kutangaza mazuri yanayofanywa na serikali. Hii serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya mambo makubwa sana kwa muda wa miaka hii minne. Makubwa sana ambayo kwa kweli ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi zingine, haya ni kama maajabu fulani. Tumeona shule zilivyojengwa, tumeona nyumba za walimu zinavyojengwa, tumeona barabara zinavyotengenezwa, tumeona miradi ya maji. Sasa hivi umeme umetapakaa karibu kila kijiji. Wilaya ya Bagamoyo tuna vijiji vichache sana ambavyo havina umeme, na kimsingi sasa hivi tunahangaika kupeleka umeme kwenye vitongoji, sio kwenye vijiji tena. Kwenye wilaya ya Bagamoyo umeme umetapakaa kila mahala. Tumeona vyuo hapa Bagamoyo, kuna vyuo vingi tu. Tumeona sisi Bagamoyo tunanufaika na utalii. Mama Samia Suluhu Hassan, moja ya eneo ambalo alitembelea wakati anatengeneza filamu ya Royal Tour ni Bagamoyo. Tumeona namna alivyoibeba wilaya katika kutangaza utalii. Nimewaomba walimu wawe wajumbe wa kutangaza haya mazuri ambayo yanafanywa na serikali. Nimewaomba wachague viongozi walio bora ili tuweze kushirikiana nao ipasavyo. Kwa majina naitwa Mwalimu Hamisi Juma Kimeza. Ni mwalimu ambaye anafundisha shule ya msingi Bulingwei, lakini pia ndo mwenyekiti wa Chama cha Walimu wilaya hii ya Bagamoyo, kwa maana ya kwamba halmashauri ya Chalinze na halmashauri ya Bagamoyo. Katika chama chetu cha walimu CWT tunayo katiba na kanuni ambayo inatuelekeza kufanya mikutano ya kikatiba. Kati ya mikutano ambayo tunafanya ya kikatiba ni pamoja na huu wa leo ambao ni mkutano wa uchaguzi mkuu ngazi ya wilaya ya Bagamoyo. Lengo letu la mkutano mkuu huu ni kwa ajili ya kufanya chaguzi. Chaguzi hizi tutasoma taarifa za chama ndani ya miaka 5, lakini pia tutakwenda kufanya uchaguzi. Na uchaguzi huu manake kwa mimi mwenyekiti wa chama pamoja na kamati yangu ya utendaji ya wilaya, manake tunakwenda kujiuzulu, lakini pia tunakwenda kugombea tena kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Walimu. Mimi ni mpongeze sana mkuu wa wilaya kwa namna jinsi alivyoitikia wito huu kuja kuhudhuria katika mkutano wetu, na imani kabisa ameacha shughuli zake nyingi ambazo ni za kitaifa, lakini ameweza kujumuika nasi na tumeshiriki naye katika ufunguzi.